ila sema kitabu cha Mithali Mithali sura ya Mithali sura ya 29 mstari wa 17. Mithali 29 mstari wa 17 anasema, mrudi mwanao naye atakustarehesha, naam atakufurahisha nafsi yako. Umeona ile neno mrudi ambapo anasema Kiswahili, aliyesoma Kiswahili kurudi maana yake ni kufanya kumrudi mtu, mrudi mwanao. Ametumia Kiswahili ambacho inawezekana ni msamiati ambao inawezekana ni mgumu. Neno kurudi na maana gani? Kurekebisha. Sawa, kurekebisha. Akisema mrudi mwanao, lakini pia kwenye inahusiana na mtu au kama ni mtoto amekosea, alafu unamrudi, unamuonya, si ndio? Ndio maana ya kurudi. Anasema mrudi mwanao, muonye mwanao, mrekebishe mwanao. Anasema matokeo ya kumrekebisha mwanao, anamstarehesha mzazi baadaye. Ukimwona mtoto anakosea usimrudi, baadaye anakuwa mpiga fatuma, mabomu, anajiunga na kundi la majambazi, anakuwa ni chokora, anakuwa ni mtu ovyo, anakuaibisha. Haleluya! Mtoto usipomrekebisha atakuaibisha. Amen. Kwa hiyo mtoto akikosea, Biblia inasema ujinga uko kwenye akili. Sijasoma maandiko yako kwenye Biblia, anasema ujinga uko kwenye kichwa cha mtoto, kwenye fahamu zake, lakini fimbo ya adhabu inafukuza ule ujinga. Kwa hiyo hatukatai, maanake Biblia inaturuhusu kupiga mtoto, kumrekebisha, hali ya kumrekebisha. Haituruhusu kumpiga kwa kumwonea. Maandiko yako yanakusomea. Biblia haikuruhusu kumpiga mtoto kwa kumwonea, ila mpige mtoto kwa kumrekebisha. Amekosea, rekebisha, tandika viboko, rekebisha. Baada ya siku atakufurahisha na atakustarehesha kwa zile fimbo. Kuna watu wengine ukimpiga leo hakumbuki. Leo ukimpiga nasema kanionea, ndio anasema mama kanionea. Amempiga, amekolewa kitandani. Unakuta kuna mistari ya fimbo iko pale. Hapa nasema tukipiga usiumize sana, si ndio? Lakini baadaye ukirekebika kwenye kile kosa, unaweza kutamani kushukuru, ila huwezi kushukuru. Kwa hiyo mzazi wako au mlezi wako akikuchapa kwa sababu ya kukurekebisha, mpende zaidi, kwa sababu anakusaidia baadaye uwe mtu bora. Amen. Haleluya. Asifiwe Yesu. Watoto tupungiane mikono namna hii. Watoto. Wewe mtoto kimchapa, usione mtoto amekosea na maandalia, unamwachia pike maharage, aenda kucheza mpira, yameungua yote, alafu unamwangalia. Biblia inasema uchinga
mjinga ndio ulimwambia aende kucheza mpira na asiangalie maharage. Wewe ukimchapa ukamwambia hata siku nyingine usirudie kuacha maharage, ukamtandika fimbo, akalia fimbo na kutosha. Baadaye inapoenda kucheza kama ameachiwa mboga akakumbuka. Halo, Bwana asifiwe. Ili kwa sababu ujinga. Sasa kuna wale watoto wengine, mtoto nakuta mtoto ni mkubwa, mfano ana miaka 15, 20, 18, 17. Baada ya ule ujinga, kuna watoto wengine wakifika lengo fulani tunapunguza idadi ya viboko, kwa sababu wana uwezo wa kusikiliza, wakaelewa. Wewe ni mtoto ambaye ana miaka 15, 16, 17, unaambiwa na uelewi, una matatizo. Asifiwe Yesu. Watoto tupungiane mtoto namna hii, najua wengine watanichukia, lakini leo nakuja kama mzazi. Sema amina. Sema amina. Sema leo pasta haruhusu viboko. Biblia inasema mrudi mwanao na atakustarehesha. Manake mwanao muone, mrekebishe. Lengo la mtoto na mzazi kumchapa mtoto sio kumuumiza, ni kumrekebisha. Sasa kuna watoto wakubwa ambao sio wa kurekebisha. Mimi wakati mwingine miaka ya nyuma nilikuwa natandika sana viboko kazini shule. Tandika viboko sana. Na tandika kweli. Nikichapa na chapa fimbo 30. Mpaka nichoke mwenyewe. Kama nisije madogo na chapa. Sasa baadaye nikasema haya kitu si makubwa. Ngoja niatesti, niambie kwa mdomo, afu niwafanye friend. Unajua kuna wakati mwingine, kuna mtu mwingine unaweza ukamchapa baadaye anakuwa sugu. Fimba na zona za kawaida. Sasa nina miaka kama miwili sijawahi kama darasa hata hicho, labda kukutana kwa bahati mbaya. Asifiwe. Lakini baada ya hapo watoto wale wananipenda na sumu wananipenda. Amen. Na kuna wakati ambao mimi wakati nasoma shule iko refu, shule yetu ilikuwa na mchepuo wa Kifaransa. Bonjour, bon après-midi, comment ça va? Inafundisha Kifaransa. Sasa mimi nikasema hii lugha ya kimataifa, nataka nijifunze Kiingereza na Kifaransa, lugha ya kimataifa nijifunze. Sasa shida ikaja kwa mwalimu wangu. Mwalimu wetu alikuwa anaingia na fimbo kila kiingia kwenye kipindi. Fimbo akifika na kuuliza swali, ndio huko form 1 atakiwa fimbo. Form 1 pale amekuja kufundisha. Amefundisha jana. Anakuuliza, jana nilifundisha nini? Unamwambia, nilitaja. Ukikosea hata moja, unaziomba fimbo hapo, fimbo kama 10 hivi. Siku moja nilitandika fimbo, niko kwenye ukumbi kama huko tunafanya mtihani form 2. Hadi kwa fimbo napita pale naangalia hapo nimekosea. Andika fimbo, alikuwa amechuma fimbo ndefu jina la Ali. Na majani yake anashika na mikono, anapiga kama anapiga nyoka. Tulipomaliza form 2 nikasema hiki Kifaransa sisomi, hata kama nilikuwa nakipenda, huyu mwalimu na hakuna mwalimu mwingine aliyekuwepo, ni huyo unatembea naye form 1 mpaka form 4. Nikasema mimi nakiacha.
ikabidi nikiache Kifaransa kwa sababu ya mwalimu. Wapo waliovumilia, mimi nikashindwa kuvumilia. Nikasema kama nakosea, sasa nitakuwa nielekeze. Kukosea na kusahau hakupo, lakini afanye nielekeze. Hii anapa muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kila wakati mzazi anaweza kutumia. Kuna mzazi mwingine mtoto akishakuwa mkubwa, na wale mtoto kishakuwa mkubwa, ukiona juu ya kitu fulani, rekebisha. Hata kama kitu ikijui, tumia gharama kukichua. Umepewa kupika wali, ukaelekezwa mara ya kwanza, wali tunapika hivi, maji tunachemsha hivi, ukitaka kuweka tunafanya hivi. Unaelekeza kabla ya pika. Unaambia kabla nilivyokuelekeza pika. Anaweka maji mengi. Unakuwa bokoboko. Au anaweka kidogo, unabaki na kiini. Unarudia tena. Hivyo anakosea miezi miwili. Yaani wewe hata ile kusema ngoja nijifunze ili nijue hiki kinachofundishwa hautaki mpaka viboko. Wangapi wanapenda kupigwa viboko? Wangapi hawapendi? Yeye watoto sasa mikono yeye ampendi. Asifiwe Yesu. Haleluya. Ninyi hampendi kitu. Hampendi chochote. Kwa hiyo mzazi au mlezi akikurekebisha, kujua na kupenda, anataka baadaye uwe bora. Amen. Siku nyingine wanaweza wakaja wazazi, wanaweza wakaja wageni. Mama hayupo. Ikiwa mama ndiye anayepika ugali na watoto hawajui kupika, akaja mgeni kwa bahati mbaya akawakuta watoto na mama wakipika hilo chakula kitaliwa. Haleluya. Niliwahi kwenda kutembelea familia moja siku zilizopita. Ile tumeenda kutembelea Robert. Tukafika pale, wakawa wamepika chakula. Kuna kabiti nadhani hapo form 1. Hapo form 1 na kanaingia form 2. Kabiti kuna faida. Akaingia kwenda akapika boga, akapika na samaki, akauga vizuri samaki. Sasa akapika ugali, wakateka kaanza kula. Ule ugali kula mpaka unasikia utamu kweli. Sasa watoto wanajua kupika ugali. Haleluya. Bwana Yesu. Yaani ugali mpaka unatamani ule pekee. Yaani naona ulivyosongwa tu. Yaani unavutia chakula. Sasa peleka watoto wa digitali wa.com. Mwambie kupika, anaweka mpichi. Mtoto huyo ukimachia kupika na watoto na wageni wako atakuaibisha. Ndio maana Biblia inasema mrote wanao naye atakusufera, atakustarehesha, atakufurahisha. Sasa wewe mtoto unapika ugali, leo unapika mbichi, kesho unapika mbichi, wiki ijayo mbichi, watu unapika wakili, watu unapika kokoboko. Na uko form 1, uko la 7, uko form 2, uko form 3, uko form 4. Asifiwe Yesu. Tunaelewana? Wazazi warudini watoto kwa kuwarekebisha ili wawe bora baadaye. Ili mfano, mimi nilikuwa sijui kupika, nikatandikwa viboko, nimekosea nikatandikwa viboko, baadaye nikajua kupika. Yule aliyetandika amenisaidia hajanisaidia. Eti watoto wetu zungumzeni. Nilikuwa sijui kupika ugali, nikachapa viboko, baadaye nikajua kupika ugali. Aliyenichapa viboko amenisaidia au hakunisaidia? Kwa hiyo msiwachukie, si ndio Si ndio Watoto amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema tusiwaonee watoto, inasema Biblia inasema kwa kusomea nini? Kitabu cha Wakolosai
Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 mstari Wakolosai sura ya 3 mstari wa 20, mstari wa 18 na mstari wa 19 unahusu ndoa. Hiyo sio somo langu. Mstari wa 20 anasema, ninyi watoto watini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Watoto wafanyeje? Watini wazazi wenu katika mambo gani? Leo sasa umeniambia kupika, ananiambia tena nifagie, ananiambia tena nifue, ananiambia Biblia inasema watini wazazi katika mambo gani? Yote. Mzazi akikwambia jambo anajua. Mzazi akikwambia usifanye hiki anajua. Ule mstari wa 21, na ninyi akina baba, maana malezi sana sana wanaangaliwa akina baba, alikuwa anaandikiwa sana akina baba. Hapa ni kwa wote na wamama hawajasema hapa, lakini na wote wako hapo. Ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Asifiwe Yesu. Kuwachokoza, ukisoma version zingine za Biblia au matoleo mengine, anasema kwamba hebu mama Stefano na Biblia yenye Kiswahili kingine tofauti, kuna maelezo pale na yakaka. Hebu fungua, unaye fungua kitabu hicho cha Wakolosai sura ya 3 niliyosoma, mstari ule wa 21. Anasema, enyi akina baba msiwe mkiwakasirisha, msiwe mkiwakasirisha, ni Kiswahili sawa, msiwe mnawakasirisha watoto wenu ili wasivunjike moyo. Msiwe mnawakasirisha watoto wenu wasije wakafanyaje? Wakavunjika moyo. Hapa Biblia inasema, enyi wakina baba msiwachokoze watoto wenu, msiwachokoze watoto wenu. Hata anasema msiwakasirishe. Sasa hapa kinachozungumzwa, kwa nini Biblia imesema tuwarudi tuwaonye? Pale mtu kimmoja sana kasirika au sana kasirika, ukimtandika viboko akasirika, anakasirika. Lakini anasema usiwakasirishe au usiwachokoze. Maana yake ni kwenye hilo andiko ina maana kwamba mzazi usimwonee mtoto kwa kitu ambacho hajakosea. Bwana Yesu asifiwe. Usimfanye mtoto akasikia ule uchungu. Kwa sababu anasema wasije wakafanyaje? Wasije wakakata tamaa. Maana yake kukata tamaa, mtu una mwingine anaishi. Kwa mfano baba anamwambia mama, mimi nauma. Anamwambia wewe, nimekupa hizo nguo lazima zifuliwe. Mama, mimi nauma kabisa, najisikia vibaya. Wewe unanichua, unachukua rafiki kama ni ng'ombe ukatoka tu, wezi kanidharau kiasi hicho. Baada ya ule mtoto, baada ya muda ataona uchungu, ataona naonewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kizazi cha siku hizi
Nikisema hili andiko wanachukulia poa. Yaani hili andiko anasema sasa hapa tusiwe tunaonewa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tunaonewa. Kwa sababu Biblia inasema ni pale ambapo kweli kuna sababu za kuchokozwa na kuudhiwa. Labda hujafanya hiyo kosa, kafanya lingine. Sasa Biblia anaona kafanya kosa, huyu anapiga huyu. Kuna zile adabu nakuta mtu mmoja anafanya kosa anajumlisha wote. Kwa hiyo maana yake onya yule anayestahili kuonywa kwa sababu yuko amekosea yule, onya huyo. Na wewe mtoto kama umekosea, ukionywa useme unaonewa. Tumekosea, tunarekebishwa. Biblia inasema tukikosea turekebishwe. Sasa wengine tunawarekebisha, kuna wale watoto wakubwa tunawarekebisha kwa kuongea. Ndio maana wewe mwanangu wa kiroho aseme mkubwa sichukui fimbo na kuonya kiroho na kuonya kwa maneno, na kwa sababu na akili na unajua na unajua kuna mtoto amekuwa huwezi ukamchapa viboko. Yaani mtoto ambaye ni mkubwa umuonye kwa viboko, kwa maneno tu. Ndio maana hapo unasikika sehemu wanaongea kama watu wamekosea, naongea ili kwa sababu najua wana akili watarekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mtoto anasema umuonye anapokosea, mrekebishe, usimwache. Wanasema nini akina baba? Tusifanyeje? Tusiwachokoze watoto wetu wasije wakakata tamaa, kwa sababu kuna mwingine ataona naonewa. Kuna siku zingine tumia mdomo, mwambie naongea mara ya mwisho. Leo ninaongea, kesho nitatumia fimbo. Mtoto kama na akili atarekebisha, ila kama na akili za mrula atakosea tena. Asifiwe Yesu. Na nini watoto msipende kupigwa? Mimi siku hizi nawaambia watoto, wanawaambia darasa, naambia mimi nikitaka kuchapa na chapa vibaya, kwa naomba twende pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nikikuchapa mpaka mtoto mmoja siku moja nikampandika hofu ya damu zikaanza kutoka kichwani hadi puani, akalala pale. Nikasema sasa mtindo huu naweza nikapata kesi. Sema sichape mtu. Mimi wani kasika vibaya mno. Nikimtandika kofu unaweza kahisi ni mabogo yamekupiga. Bwana Yesu asifiwe. Kusura katika kofu ya uhakika. Wewe wakati mwingine ndio maana mimi wakati wasichapa. Nikitaka kuchapa huwa nachapa vibaya mno. Huwa sipendi sana kuchapa. Kwa sababu sasa huwa ni kali sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sema ni kama mtoto mara akapeleka hospitali. Sasa kuna watu wengine sasa ndio nikasema hawa ni wakubwa, inatakiwa kufanyaje? Kuongea nao kwa kima au kwa maneno. Kwa hiyo naliambia kuchapa sio rahisi sana, siwezi kuchapa sana. Kwa hiyo nikichapa ni kwa manachapa sana na kwa bahati mbaya, lakini nimwambia usinichukulie kwa hiyo wazazi sijachapa. Bwana Yesu asifiwe. Wale watoto waliomaliza shule miaka ya nyuma ambao nilipita nao
nikipitana nao mtaani hawajasahau zile fimbo. Kwa moja nikamwambia, wewe ndio hapa kaninunulie soda, maana mimi mwalimu wako. Sasa fimbo zako zilinitaka kuniua. Kanunua, anasema haina shida, kanunua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wazazi wale wanaoonyeka kwa maneno, tuwaonye kwa maneno. Na wewe mtoto usipende kuchapa, jifunze kitu kama ukijui, jifunze ili ukijue. Ukishakijua na ukafanya kazi vizuri, maisha yanaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukielekezwa kitu ulikubali kurekebika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikuwa namwambia asubuhi, nilimwambia Yakobo, nenda kaweke mafuta kwenye jenereta. Nikampa na kile cha Biblia, nikamwambia usimwage. Nilipoenda nikakuta amemwaga juu ya jenereta, yamemwagika. Nikamwambia sasa, nikajua yuko hayuko makini. Nikamwambia hii jenereta haitakiwi kumwagiwa mafuta juu. Haitakiwi akatone lidondoke, maana weke kwa makini. Ikabidi nifanye kazi ya kufuta. Siku nyingine usije ukakosea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ikabidi niende kufuta yale mafuta kwa mafuta ya oili ili endelee kung'aa. Kwa sababu ikimwagiwa mafuta pale juu inachakaa. Nataka iendelee kuwa mpya. Asifiwe Yesu. Haleluya. Leo maana vitu vyako nataka viwe vizuri. Kwa hiyo nikipelekeza kitu, siku nyingine karekebishe, sio lazima nikuchape viboko. Kwa siku nyingine mwaga kidogo kidogo kwenye ile inanisha kumiminia ili yasemwagike pale juu. Asifiwe Yesu. Haleluya. Kwa hiyo lazima ukimwelekeza mtoto kama ni mtu mzima, ni mtoto mkubwa, anaelewa ulichomwambia na atarekebisha na ataenda vizuri na wala hatakuwa na kesi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watoto, tuangalie kitabu cha Wafilipi, tunaelekea mwisho. Wafilipi sura ya 2. Wafilipi sura ya 2 mstari ule Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 14. Hii ni wito kwa watoto. Sasa naomba watoto mnisikilize. Anasema hivi, yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko. Nini watoto? Nani akipewa kazi anafanya manung'uniko? Kazi haya ni ya mavyombo kuyaosha mpaka yaishe. Watoto mnaambiwa yatendeni mambo yote kwa nini? Yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko. Kwa mtoto ukiwa kwenye familia, nyumbani kwenu, umepewa kazi, fanya ile kazi kama ni ya kwako, usinung'unike. Mtoto mwingine unampa kazi anaifanya amenung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yatendeni mambo yote pasipo na manung'uniko wala mashindano. Usishindane na mtu. Kama ni kwenye familia, hakikisha unafanya mambo bila mashindano. Na ili mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Maana yake mnaonekana kung'aa katika ulimwengu. Kwa hiyo ukiwa katika maisha yako kama mtoto, hakikisha unatenda mambo yote pasipo manung'uniko, kwa sababu wala mashindano.
kwa sababu katika ulimwengu huu utaonekana kung'aa. Amen.